Leo Juni 17, 2025, siku ya Jumanne. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara, John Wegesa Heche, alitarajiwa kufanya mkutano na waandishi wa habari katika ukumbi wa Seychelles Hotel uliopo Millennium Tower jijini Dar es Salaam, ambao mkutano huu ulitarajiwa kuanza majira ya saa 5 asubuhi. Taarifa iliyokuwa ikienezwa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii na vyombo vya habari kuwa atazungumza leo ilikuwa imemweka yeye John Wegesa Heche pamoja na ikiwa ina logo za chama, ambapo ikiarifu kuwa press conference Juni 17, 2025, eneo mtajuzwa saa 5 asubuhi. Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema Tanganyika, upande wa juu kulia ikiwa na Stronger Together, ambayo ni kauli mbiu iliyotumiwa na Chadema baada ya uchaguzi mkuu wa kwao uliofanyika Januari 21 hapa jijini Dar es Salaam. Lakini pia upande wa kushoto ikiwa na logo ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Hapa ilitangazwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini pia kurasa mbalimbali za wanachadema, lakini pia wale wanaomuunga mkono Heche walitoa taarifa hizi kueneza katika maeneo mbalimbali kwamba mkutano huu utafanyika siku hii ya leo ya Juni 17, 2025. Masaa 23 yaliyopita kuelekea 24, katika kaunti maalum za Chadema ziliposti pia taarifa hii kwamba mkutano huu utafanyika siku ya leo. Na leo ilipofika, wanahabari walijiongea katika ukumbi ambao upo katika hoteli ya Seychelles, ambapo walikuwa wanasubiri kuweza kufanya mkutano huo ambao uliitishwa na John Wegesa Heche. Kama ilivyoahidiwa ilikuwa saa 5. Wanahabari walifika kabla ya saa 5, lakini haikuwa hivyo kwa mtoa mada ambaye ilikuwa ni John Heche. Mpaka inakaribia kufika saa 6, John Heche hakuwa amefika. Kwa mujibu wa miongoni mwa watu walio katika idara ya habari ya Chadema, Apolinari alieleza kuwa John Heche mkutano huo ataanza majira ya takribani saa 6. Muda mchache baadaye inaelezwa kuwa kaimu mkuu wa upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam, George Bagem, alifika katika chumba cha mkutano huo na kuwaarifu wahusika kwamba mkutano hautafanyika kwa sababu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimezuiliwa kuweza kufanya shughuli zake kwa muda wa siku 14 mpaka pale shauri la msingi ambalo linaikabili chama hicho juu ya mgawanyo wa mali litakaposikilizwa. Sasa Chadema kupitia mtu ambaye ameandaa mkutano huu pia, ambaye ni Brenda Rupia, ambaye kwa nafasi yake katika chama yeye yupo katika kitengo cha uenezi, alieleza kuwa mkutano huo hautofanyika kutokana na hiki ambacho kimeendelea. Madai ya Brenda ni kuwa mkutano huu sio wa chama bali ni mkutano wa John Heche peke yake. Pamoja na hayo, wanahabari waliamriwa kuweza kuondoka katika ukumbi huo wa Seychelles Hotel kisha kwenda katika majukumu yao mengine. Nje ya jengo la Millennium Tower ambapo ndipo Seychelles Hotel ilipo, palikuwa na askari polisi. Labda walikuwa kwa ajili ya tukio hili, hakuna fahamuya. Kesi namba 8323 ya mwaka 2025 ambayo ndiyo inasababisha msingi wa mambo yote haya kwa Chadema kuzuiliwa kufanya shughuli zao, ilifanyika siku ya tarehe 10 ya mwezi wa 6 katika Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam. Uamuzi ulitolewa na Jaji Hamidu Mwanga, ambapo ulikuwa ni uamuzi mdogo wa kuzuia Chadema kuweza kuendelea na shughuli zake. Na hii kutokana na ombi la upande wa mashtaka. Saidi Isa ambaye alikuwa makamu mwenyekiti wa Chadema kwa Zanzibar uliomba mahakama, wakati huu kesi bado haijasikilizwa, shughuli za chama hicho ziendelee kusimama mpaka pale kesi ya msingi itakaposikilizwa. Hayo yalitokea wakati katika mahakama pakiwa na upande mmoja tu, na mahakama ikiendeshwa kwa upande mmoja, yani ex parte, ambapo ni baada ya wakili wa upande wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Jebra Kambole kuhitaji kujiondoa katika kesi hiyo, akieleza kuwa haridhishwi na namna ambavyo alikuwa akitendewa na mahakama siku hiyo. Baada ya kesi hiyo kuendeshwa kwa upande mmoja, ndipo uamuzi huu mdogo ulipotoka wa kuitaka Chadema kusimamisha shughuli zake. Siku hiyo hiyo ilikuwa inaendelea mikutano mingine ya chama hicho, ambapo
Viongozi hao walikuwa wanatarajiwa kesho yake, yani tarehe 11, kwenda kufanya mikutano, lakini haikuweza kuendelea tena hiyo mikutano. Hii ni inaonekana chama hicho kilitii agizo la mahakama. Watu wamehoji. Kwa maelezo ya Brenda, alieleza kuwa John Heche alikuwa anakuja kufanya mkutano yeye kama Heche. Swali ni je, kwa nini taarifa zake za kuja kufanya mkutano zitolewe katika akaunti maalum za chama? Lakini pia kama ilikuwa ni mkutano wake binafsi, kwa nini taarifa zile zimtambulishe kama makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanganyika kwa mujibu wa posta hiyo? Na kingine, kwa nini taarifa hizo ziambatane na logo za chama na sio mkutano wa John Heche kama Heche, labda kama mfanyabiashara na wanahabari, lakini ulikuwa mkutano wa Heche, makamu mwenyekiti wa chama Tanganyika? Jitihada zinaendelea kulitafuta jeshi la polisi kupitia msemaji wake ambaye ni kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, ambaye ndiye ana wajibu wa kuzungumzia, atuambie nini hasa sababu kama jeshi la polisi kuhitaji kuzuia mkutano huu.